Simba Sports walicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania. Naam, na ndio kitu kikubwa kabisa ambacho tunakwenda kuangalia hapa. Kuna vitu tunakwenda kuviangalia katika huo mchezo wa kirafiki ambavyo pengine huvijui, tunakwenda kuviangalia. Sasa Simba wamecheza dhidi ya JKT Tanzania. Miongoni mwa sababu ni urahisi wa hizi timu kucheza hiyo mechi ya kirafiki, kwa sababu wote sasa hivi wanatumia uwanja mmoja, ni watu ambao wamekuwa kama marafiki, ni watu ambao ni rahisi kwa wao kucheza mechi ya kirafiki kwa sababu wapo katika campus moja ya kufanyia mazoezi lakini kufanyia mechi. Sasa katika mchezo huu kuna vitu ambavyo tumeviona. Kwa mfano, matokeo tumeyapata. Nimeona baadhi ya wafungaji wanaamini na wafungaji wamewekwa, lakini kikosi maybe kuna wengine walikiona, lakini hapa tunakwenda kutaja kikosi ambacho kilicheza katika mechi hii na hii mechi ina maana gani. Ikumbukwe Simba wanajiweka sawa sasa hivi kuelekea katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Petros Atletico de Luanda, lakini hapo pia wana mashindano mengine. Hawa JKT Tanzania ambao wamefunga magoli 6-0 ndio ambao walicheza nao juma moja nyuma lililopita na wakafanikiwa kufunga mabao 2-1, na hiyo mechi ilikuwa tight, ilikuwa tough kweli, lakini mambo yamebadilika. Kikosi cha Simba sio kile, kwa maana ya baadhi ya wachezaji hawapo, wamekwenda kwenye timu zao za taifa, lakini kikosi cha JKT Tanzania pia kuna baadhi ya wachezaji wameenda kwenye timu zao za taifa. Sasa tunakwenda kuangalia hii mechi moja kwa moja. Kwanza tukianza na kikosi ambacho kilianza. Kikosi kilianza na Hussein Abel, fullback wa kulia alikuwa David Kameta Duchu, fullback wa kushoto ni Anthony Mligo. Katikati pale kwa maana walinzi wawili alicheza Vedastus Masinde, yani iko ndio kikosi kilichoanza. Vedastus Masinde huyu nyota mpya ambaye amemsajili kutoka TMS Stars, tunamfahamu, lakini pia amecheza na Shamu Karabwe katika hilo eneo. Kwa hiyo ndio backline. Tukija katika viungo, amecheza na viungo 5, lakini viungo wa ulinzi walikuwa wawili, kwa maana ya Yusuf Kagoma alicheza na Alassane Kante. Pembeni kwa maana ya wingers alicheza Elim Panzu pamoja na Joshua Mutale Budo, lakini pale katikati kwenye namba 10 alicheza Neo Maema, na mshambuliaji wa mwisho alisimama Jonathan Soa. Iko ndo kikosi cha Simba kilichoanza katika hiyo mechi. Sasa wafungaji wa mabao, Jonathan Soa katupia mara 2, Elim Panzu katupia mara 2, Jean-Charles Ahwa ametupia mara 2, Jean-Charles Ahwa ametupia mara 1 na Ladaki Chasambi ametupia mara 1. Jumla mabao 6 yamepatikana. Sasa take ya session hii ni ipi? Tunakwenda kuangalia vitu viwili. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukijue, Simba katika hii mechi, kwa haraka tu, kwa kumbukumbu zangu za haraka, ndio mechi ambayo wamefunga magoli mengi zaidi, kwa maana ya 6-0 kwa msimu huu chini ya meneja Dimitar Pantev. Ndio mechi ambayo wamefunga magoli mengi zaidi. Ni ya kirafiki, lakini ndio wamefunga magoli mengi zaidi. Sasa hilo ni eneo la kwanza ambalo tunaliangalia, yani kwa nini imekuwa hivyo. Simba wana philosophy yao, yani wana falsafa yao ya kimfumo ambayo sio ya miaka mingi sana, lakini kwenye miaka hivi karibuni hii Simba ambayo tulikuwa tunaiona threat kuanzia 2018 mpaka kuja leo hii tulipo, inaingia robo finali mara kadhaa, inacheza hatua za mbali mpaka wanafika Confederation Final. Mfumo wao mama ambao wamekuwa wakiutumia ni 4-2-3-1. Walinzi 4, viungo 2, double pivot tunaita, viungo wengine 3 wa kushambulia, alafu juu anasimama mtu mmoja kwa maana ya mshambuliaji wa mwisho. Kwa hiyo ndio 4-2-3-1. Sasa mfumo huu kwa mara ya kwanza Dimitar Pantev amekwenda kuutumia katika mechi dhidi ya JKT Tanzania. Binafsi sikubahatika kuona hii mechi, lakini kwa vyanzo vyangu vya kitaalamu, maana kuna vyanzo vya kawaida na vya kitaalamu, vimeanalyze, sababu nilifanya research. Hii session ilibidi niifanye tangu jana, lakini ilikuwa kuna vitu bado sivipata vya kuja mbeleni na kuviongea. Sasa amecheza kwenye 4-2-3-1, kwa maana ule walinzi 4, ile double pivot
amecheza Yusuf Kagoma na Alassane Kante, ndo amekaa wawili hivi ambao mmoja na kaliba kiulinzi zaidi, kwa maana Yusuf Kagoma ni wa kujilinda na mmoja anajilinda na kushambulia, box to box tunaita. Kwa hiyo alikuwa anacheza wawili hivyo, alafu mbele yao anacheza watu watatu. Neo Maema alicheza kama namba 10, pembeni alicheza Joshua Mutale, pembeni alicheza Elie Mpanzu, Jonathan Soa akasimama kule juu. Kwa hiyo huu ndio mfumo mama wa Simba. Ndio mfumo ambao maybe baadhi ya wachezaji wamekuwa wakiuelewa zaidi, 4-2-3-1. Sasa katika mfumo huu kwa mara ya kwanza anaishape timu katika 4-2-3-1, ameshinda mabao 6-0. Hiyo ni take kubwa sana ambayo Dimitar Pantev mwenyewe huenda anaizingatia pakubwa, kwa sababu alikuwa anajaribu kitu tofauti. Kuna baadhi ya wachezaji hayupo nao kwenye kikosi, lakini kwa hawa ambao yupo nao amejaribu kuingiza approach mpya ya kimfumo, kuona namna gani inaweza kumlipa, na kimsingi imemlipa. Tukija katika eneo la pili la Dimitar Pantev ambalo ndo teki ya pili ya mchezo huu, mara kadhaa nilikuwa nikisema kwamba Dimitar Pantev anaonekana kuwa mzuri sana katika kufanya reaction, katika kujibu kimbinu, kwa maana ya kucounter mipango ya mpinzani ambao amekuja nayo, kwa maana ya kocha mpinzani, lakini pia kufanya mabadiliko. Ni kocha mzuri sana kwenye kufanya mabadiliko na yakaleta impact. Sasa katika hili jana mechi, miongoni mwa wachezaji ambao aliingia kwenye kipindi cha pili, aliingia Ladaki Chasambi, lakini pia aliingia Shanshale Ahwa. Wote hao wamekwenda kuandika mabao, kila mmoja akiandika bao moja. Ndio ile kwamba substitution zake, mabadiliko ambayo ameyafanya yamekwenda kuleta athari ya moja kwa moja kwenye kikosi chake cha mchezo huo. Maana yake nini? Maana yake hii ni reference nyingine au kielelezo kingine cha kutuaminisha kwamba Dimitar Pantev ni kocha mzuri kwenye reaction, ni kocha mzuri kwenye kipindi cha pili, ni kocha mzuri kwenye kujibu mipango ya mpinzani, ni kocha mzuri katika kufanya mabadiliko. Na ndio maana wachezaji wake wawili walioingia wamekwenda kutoa impact ya moja kwa moja. Kwa hiyo hili ni eneo jingine ambalo anaendelea kutuaminisha kwamba ni kocha mzuri katika hayo maeneo. Wachezaji wawili wametokea sabu na wote wamekwenda kufunga mabao. Of course wawili waliingia wengi, lakini hawa wawili wamekwenda kufunga mabao ambao wametokea bench. Kwa nini 4-2-3-1? Kwa nini kocha kaamua kwenda na 4-2-3-1? Nadhani huu ni utashi wangu. Kwenye falsafa yake huyu kocha huwa anaamini sana katika false number 9. Namba 9 kivuli. Na binafsi niliwahi kuzungumza hapa katika moja session kwamba miongoni mwa wachezaji ambao anawahitaji ni yule mshambuliaji kutoka Colombe ya Cameroon, kwamba yule ni namba 10 ambaye atakuja kumtumia kama false number 9. Na kuna baadhi ya mechi ameshamtumia Kip Dennis, ameshamtumia Joshua Mutale katika position ya false number 9. Sasa ukiangalia kwenye timu yake ana strikers watatu, washambuliaji wa mwisho watatu. Anaye Dese Mukwala Stephen, anaye Selemani Mwalimu, lakini pia anaye Jonathan Soa. Ukimwangalia Soa anaonekana kupata game time ya kutosha, na kimsingi anatupia. Soa anafunga, akianza anafunga, akitokea benchi anaweza kufunga au kusababisha. Mechi ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania ya ligi alifunga bao akitokea benchi. Ni kitu ambacho kinamshawishi sasa kocha Dimitar Pantev aone kwamba kuna umuhimu wa kucheza na last man, kuna umuhimu wa kucheza na mshambuliaji wa mwisho kwenye timu yake. Sasa kutokana na mustakabali huo, anaamua kumpa nafasi Jonathan Soa, na ndio maana akaamua kutoka kwenye 4-3-3. Unajua 4-3-3 ndio mfumo ambao unacheza na false number 9. Yaani huu mfumo unacheza nao mechi hii ya mwisho, kwa maana ya 4-2-3-1, huu hauna false number 9. Una mshambuliaji wa mwisho. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni Joshua Mutale, kwa sababu false number 9 ni Rolls. Lakini inawezekana ikawa na Joshua Mutale katika 4-3-3 akawa false number 9. Lakini pia unawezekana ukawa na Jonathan Soa katika 4-3-3 akawa false number 9. Lakini kwenye 4-2-3-1 last man anakuepo.
but sometimes false number 9 ipo katika roles kwa maana ya majukumu, lakini wakati mwingine ipo katika mchezaji kwa maana ya kaliba ya mchezaji. Kuna mchezaji yeye kaliba yake ni kiungo, kwa hiyo kucheza kama mshambuliaji wa mwisho, kusimama ndani ya boksi inamuia ngumu kwa sababu aina yake, kaliba yake kiuchezaji, yeye ni kiungo zaidi. Kwa hiyo naamini kwa Dimitar Pantev ameona kuna sababu ya kucheza na mshambuliaji wa mwisho kwenye mipango yake. That's why kamwanzisha Jonathan Soa na akamwekea mfumo wa 4-2-3-1 na umemlipa mabao 6-0 huku Soa akifunga mabao 2. Elie Mpanzu, mfumo huu ndio mfumo ambao anauelewa zaidi. Amefika Simba season yake ya kwanza alikuwa kwenye ubora kweli kweli. Miongoni mwa hizo sababu ni huu mfumo ulikuwa chini ya Fadlu Davids 4-2-3-1. Mpanzu anapenda kutokea katika mapana zaidi ya uwanja. Kwenye 4-3-3 inamnyima winga namba 11 namba 7 kwenda kucheza katika mapana ya uwanja, lakini kwenye 4-2-3-1 inampa nafasi ya kwenda kucheza kwenye mapana ya uwanja kule kwenye touchline. Sasa Mpanzu Elie kufunga mabao 2 haikuwa story katika hii mechi kwa sababu amepata ile nafasi ya kwenda kucheza katika mapana ya uwanja na anaenjoy akitokea pembeni wide afu akati ni kuingia ndani na kwenda kusababisha hatari. Na ndio mfumo pia ambao alikuwa akiutumia hata Vita Club. AS Vita walikuwa akicheza huu mfumo wa 4-2-3-1. Winga moja Elie Mpanzu, winga moja Jonathan Ikangalombo. Pale juu kwenye safu ya kushambulia alikuwa akicheza Mpiana Mozinzi. So iko ndo kikubwa ambacho ningependa kushare kwa wakati huu. Sasa kwa mtazamo wako, unaona kuna haja ya kocha kuendelea kuishi katika huu mfumo kwa maana ya 4-2-3-1 kwa sababu tu ameshinda mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania, au aendelee kusimamia katika falsafa yake ya kucheza na false number 9 na kutumia 4-3-3? Weka comment katika comment section. Lakini Petros Atletico de Luanda wanatakiwa kuwa makini kweli kweli. Nyama Simba anakuja katika uwanja wa Mkapa katika hii mechi na tayari kuna vitu ameshavibadilisha na pengine inawezekana ikawa mbadilisha mfumo kwa ajili ya kukabiliana na Petros de Luanda kwa maana ya kucheza 4-2-3-1, mfumo ambao Simba amekuwa akiucheza miaka yote katika kombe la shirikisho katika